Nilipokutana na wanandoa hawa, niliweza kupata maana nyingine ya upendo. Nilijua upendo ni daraja linalounganisha mambo yasiyowezekana. Unajua ni kwa nini? When people found out I was dating an African, watu walipogundua kuwa nilikuwa kwenye uhusiano na Mwafrika, kiukweli waliweza kunitenga na kuniona mbaya. Yaani kila nilipokanyaga walikuwa wakinichukulia hivyo. Lakini nilijua kwamba Mungu alikuwa upande wangu. I was not a good person. Mwanaume huyu alikulia Kenya, sehemu ambako maisha yalikuwa ni magumu sana. Utambulisho wake kwenye jamii walimjua kwa kushiriki uhalifu mitaani na kutumia dawa za kulevya. I was using drugs. Nilikuwa natumia madawa ya kulevya, nilikuwa nikivuta bangi, na nilivuta bangi hiyo kwa muda mrefu sana. Smoked bang for a while. Lakini mwanamke huyu alizaliwa Marekani akiwa kama missionary, na maisha yake yalikuwa tofauti kabisa. For me personally, I grew up as they call them old order Amish. Mimi binafsi nilikulia katika jamii ya Wa-Amish, wa kizazi hiko cha zamani, kama wanavyotuita Wa-Amish wa zamani. Kwenye mazingira yetu hakukuwa na umeme. Alikulia katika mazingira ya kipekee sana. Hawakuruhusiwa kuishi kama sisi kwa kutumia mitandao ya kijamii, television, simu za mkononi au vifaa vingine vya kisasa vinavyotumia umeme. Na hiyo sio kwa sababu kwamba hatukuwa navyo. Hapana, ni uchaguzi tulioufanya. Lakini huyu kijana kutokea Kenya aliweza kufanya jambo lolote ambalo alikuwa akilitaka. And I can say personally, hatukuwa na marafiki wengi. Naweza kusema kwamba binafsi sikuwa na marafiki wengi kabisa. Na hiyo ni kwa sababu kwamba hatukuruhusiwa kuwa na marafiki wengi kutoka kwenye jamii tofauti. Na endapo ungefanya hivyo, basi ungekuwa ukitengwa. Lakini mimi moyoni mwangu daima nilitamani kuwapokea watu wengi wakiwa kama marafiki na kuwachukulia namna walivyo. Accept people for who they are. Kinachofanya hadithi yao kuwa ya kushangaza ni kutokana na wao walivyooana. Niliporudi Kenya, lengo langu lilikuwa ni moja tu, kumuona kijana huyo. Na hapo ilikuwa ni baada ya kuuza jipu yangu niliyokuwa nikitembelea. The thing that attracted me most to her. Kitu kilichonivutia sana kwake ni jinsi alivyokuwa akija jikoni kunisaidia kukata karoti na cabbage. Nilijiambia kwamba mwanamke huyu anaweza kuwa mke bora kwangu. Be a good wife. Labda unajiuliza walikutana vipi na wakaangukia kwenye penzi licha ya kutoka kwenye maisha tofauti kabisa. Waliwezaje kuyafanya mapenzi yao kudumu siku zote? Kwa bahati nzuri nilipata nafasi ya kukutana nao na kusikia hadithi yao ambayo ilikuwa ni ya kushangaza mno. My name's Elvis Aluzimbi. Jina langu ni Elvis Aluzimbi. Nilizaliwa magharibi mwa Kenya, eneo la magharibi kabisa. Nilikulia huko, nikasoma huko kuanzia shule yangu ya msingi hadi sekondari. Baada ya hapo, nilihamia Nairobi, ambako nilikaa kwa miaka mitatu. Ndiyo, kama miaka mitatu hivi nilikaa. Kisha nikahamia Thika, ambako ndiko ninakoishi mpaka hii leo. Nilipofika Thika, nilikuwa nikifanya kazi fulani huko, lakini wakati huo sikuwa mtu mwema hata kidogo. Sikuwa na mwelekeo mzuri maishani mwangu. Nilikuwa ni kama mtu ambaye anaishi maisha yake bila mpangilio wowote. Nilikuwa nikitumia dawa za kulevya, hata bangi. Nilivuta bangi kwa muda mrefu sana. Sababu kuu iliyonifanya nivute bangi ilikuwa ikiniwezesha kuwa na nguvu ninapokuwa kwenye kazi. Kazi niliyofanya ilikuwa ngumu sana. Ilikuwa ya kuchosha kupita kiasi. Kwa hivyo nilikuwa nikivuta bangi ili nipate nguvu za kufanya kazi. Lakini kwa sasa nimeacha. Wakati nilipokuwa nikivuta, ilikuwa inanifanya nisahau uchovu wangu kabisa. Hivyo wakati nikiwa niko kazini, uchovu nilikuwa naweka pembeni na kupiga kazi kweli kweli. Yeah. To help you forget. To help me forget about my tiredness. Nilikuwa nikienda kwenye vilabu vya pombe majira ya usiku mara kwa mara. Lakini mwaka 2015 nilimpa Yesu maisha yangu. Hapo ndipo maisha yangu yalipoanza kuwa mapya. Kwa kweli siwezi nikahesabu maisha yangu ya zamani. Mimi ninaanza kuhesabu maisha yangu kuanzia mwaka 2015 na kuendelea. Na hapo ilikuwa ni baada ya kumpa Yesu maisha yangu. Hi, my name is Marilyn Miller. And I grew up Amish. I grew up in US where there's a big Amish community in Ohio. Jina langu ni Marilyn Miller. Nilizaliwa na kukulia katika jamii ya Wa-Amish. Nilikulia Marekani, katika jimbo la Ohio, ambako kuna jamii kubwa ya Wa-Amish. Kwenye familia yetu mimi ni mtoto wa kwanza kati ya watoto 6.
Kwa kuwa mimi ndiye mzaliwa wa kwanza, nilibeba jukumu la kuwa mfano kwa wadogo zangu. Daima nilikuwa ni mtu ambaye nilikuwa nina shauku ya kuongea vizuri na wadogo zangu na kuwalea vyema. Niliwapenda sana wadogo zangu na pia nilibeba mzigo mkubwa wa kuwasaidia. Sikusoma katika shule ya umma, nilikuwa nikisoma katika shule private. Nilifika darasa la 8 na hiyo ndiyo elimu yangu ya juu zaidi ambayo nilishawahi kufika. Sikuwahi kwenda shule ya sekondari au chuo kikuu. Tulilelewa vijijini. Shule zetu kubwa zilikuwa ni kilimo. Nilijua jinsi ya kulima bustani, kupika na kusindika chakula. Garden, we cooked a lot, we preserved food. All those things, I know how to do them and we did them. Yote hayo tuliyafanya kwa sababu Ohio ina misimu minne: masika, kiangazi, mapokotiko na majira ya baridi kali. Katika majira ya masika tulipanda mboga na matunda. Kiangazi kilipofika, tulivuna mazao yetu. Katika mapokotiko tulihifadhi na kusindika chakula chetu kwa ajili ya majira ya baridi kali siku zijazo. Hivi ndivyo nilivyokulia na jinsi maisha yetu yalivyokuwa. How I grew up and where I grew up. So some of you might be wondering, who are the Amish people? Huenda baadhi yetu mnajiuliza, Waamish ni akina nani? Huko Ohio, jamii ya Waamish imegawanyika katika madhehebu tofauti tofauti. Mimi nilikulia katika kundi ambalo lilikuwa likiitwa Old Order Amish, yaani Waamish wa agizo la kale. Kisha nilipofikisha umri wa takriban miaka 9 hivi hadi 12, sina kumbukumbu vizuri, tulifanya mabadiliko na kujiunga kundi jingine linaloitwa New Order Amish, yaani Waamish wa agizo jipya. Nilipokuwa mdogo, tulikuwa hatuna umeme nyumbani. Hatukuwa na mashine za kufulia nguo wala vitu vingine vya umeme. Tulitumia mashine za zamani za kufua ambazo zilikuwa zikitumia jenereta ili kuweza kuwaka. Taa zetu zilikuwa ni za mafuta ya taa. Jamii kama hiyo bado ipo hadi hii leo. Kerosene. Yeah, that's basically what I can say, I think. And that's not because you don't have. Yeah. It's a choice. Yeah, it's a choice. And that in this generation we still have such a people. Yeah. Pia katika jamii yetu hakukuwa na magari. Mimi nilizoea kusafiri kwa kutumia farasi na hata mkokoteni. Tulikuwa pia na baiskeli na magari hayakuwa sehemu ya maisha yetu. Kwa kweli sikujua chochote kuhusu magari nilipokuwa mdogo, zaidi ya kuona watu wengine wakitumia huduma kama za Uber na mambo mengine. Lakini mambo yalibadilika tulipojiunga na New Order Amish. Wazazi wangu walijaribu kutuchukulia kama watoto na kutusaidia kuweza kupata maisha bora zaidi. Nafikiri waligundua kwamba hatukuwa na furaha katika maisha tuliyokuwa tukiishi hapo mwanzoni. Hatukuwa na marafiki wengi, na binafsi sikuwahi kuwa na marafiki wengi. Sababu kubwa ni kwamba jamii yetu ilikuwa na sheria kali mno, na kama hukufikia viwango fulani vya kidini, basi ulikuwa kama umetengwa hivi. Mimi sikuwa mtu wa kuhukumu wengine. Siku zote moyo wangu ulikuwa ni wa kuwapokea watu na kuwachukulia jinsi walivyo. There were so many people judgmental, and if you didn't come to the right standard, you were somehow excluded of being a friend. And for me, my heart has always been to accept people for who they are. And so I can say that baada ya kutoka katika kundi la Old Order Amish na kuhamia katika New Order Amish, nilipata uhuru zaidi wa kujielewa na kuelewa kile nilichokuwa nikitaka maishani mwangu. Sasa katika jamii hiyo mpya, tuliweza kutumia umeme na kupata mabadiliko makubwa katika maisha yetu. Tulikuwa na umeme, lakini hatukuwa na television. Tulianza kutumia matrekta barabarani, lakini wakati huo bado tulikuwa tukiendelea kutumia farasi na mikokoteni pia. Tulikuwa na simu za kisasa, yani smartphone, lakini mwanzoni hatukuruhusiwa kuzitumia. Hata hivyo, kadri muda ulivyopita, tulianza kuwa nazo. Ingawa bado matumizi ya mitandao tulikuwa hatujaruhusiwa kutumia kihivyo, lakini ikafikia muda walianza kuturuhusu matumizi ya mitandao, na kitu pekee ambacho tulikuwa tunajua kwamba tunaweza tukakipata kupitia mtandao ni kuingia YouTube tu, na tena ilikuwa ni mara moja moja. I gave my life to Christ. Baada ya kumpa Yesu maisha yangu, nilianza kuishi katika maisha ya kiroho na nilianza kujifunza mengi katika Ukristo. Nilianza safari ya kujifunza mambo mengi juu ya Kristo ili niweze kukua kiimani, na namshukuru Mungu mpaka sasa nimeweza kujua vitu vingi. Japokuwa mpaka sasa bado nipo kwenye safari hiyo, bado nakuwa katika Kristo.
Baada ya kuokoka mwaka 2015, maisha yangu yalikuwa magumu sana. Nililazimika kuacha kazi ya ujenzi kwa sababu nilikuwa nikijua kwamba kama endapo ningekuwa nikiendelea kufanya kazi hiyo, basi lazima ningerudi kwenye maisha yangu ya zamani. Kwa hivyo niliamua kuacha na kumtumainia Mungu anifungulie njia nyingine. And believe in God for a better job. Nilipoacha kazi, maisha yalikuwa magumu sana. Yaani ilifikia kipindi nilianza kufanya kazi ya kusukuma mkokoteni mtaani. Ilikuwa kazi ngumu sana, na wakati mwingine nilijuta na kujiuliza, je, kweli haya ndio maisha ambayo nimeyachagua? Lakini nilikuwa na marafiki ambao walikuwa wakiendelea kunitia imani na kunipa moyo pia. Life was so difficult. At one point I regretted this is the kind of life I want, but I had friends who encouraged me throughout throughout my salvation. Niliendelea kujitahidi kuishi katika Kristo licha ya ugumu wa maisha niliyokuwa nikipitia. Niliishia kufanya kazi za kuchimba mitaro na misingi ya nyumba, lakini bado niliendelea kumtumainia Mungu kwenye maisha yangu. Houses. Now I went to work on digging the foundations, and life was so difficult. But one thing that kept me was my friends, just encouraging me. And in 2019, ulipofika mwaka 2019, ndipo nilipokutana na mke wangu. Wakati huo maisha yangu yalikuwa yameanza kubadilika kidogo. Nilikuwa napata kazi za kufanya kama vile kazi ya upishi na nyingine ambazo ni tofauti na zile ambazo nilikuwa nikifanya hapo mwanzoni. Nilikuwa nafanya kazi katika kampuni moja jijini Nairobi, na maisha yangu yakaanza kubadilika kidogo. At least life was not tough. I was getting something from that company, and my life was getting better. And then 2019, nilipokutana na mke wangu mwaka 2019, sikujua hata kama ningeweza kumuoa. Nilikuwa nikimuona tu, lakini hatukuwa na mipango yoyote wakati huo. Did you meet her? Like, give us, what was that day that made you meet? Those days I was now working. Wakati huo nilikuwa nikifanya kazi katika shirika fulani kama mpishi. Sikuwa nimeajiriwa rasmi, bali nilikuwa nikijitolea kusaidia kama missionary. Nilisaidia kupika, na pia nilikuwa nikihubiri injili katika shule za msingi na sekondari. I was going to high schools, going to primary schools to preach there, yeah. So you're a preacher? Yeah. Kwa hiyo wewe ni mhubiri? Ndiyo, kwa neema ya Mungu. By God's grace. As I was thinking of always traveling abroad or being a missionary, mimi siku zote nimekuwa nikifikiria kuhusu kusafiri kwenda nje ya nchi kuhubiri injili nikiwa kama missionary. Kwa kweli tangu nikiwa mdogo nilikuwa nikitamani kuwa missionary. Nilianza kuomba juu ya hilo tangu nikiwa mdogo sana. Nililelewa katika familia ya Kikristo ambako nilifundishwa sana kuhusu Biblia, na ndipo nikaanza kutamani kuwa missionary, lakini sikujua wapi, lini au jinsi gani Mungu angeweza kuniongoza kufikia malengo yangu. Kwa hivyo niliendelea kuomba Mungu ili niweze kutimiza malengo yangu. In 2019 was the first time I came to Kenya through two friends of mine who had become before. Mwaka 2019 kwa mara ya kwanza niliweza kuja Kenya, na niliweza kufika hapa kwa msaada wa marafiki zangu wawili ambao tayari walikuwa wameshawahi kufika Kenya katika misheni moja hivi. Kiukweli waliweza kujua shauku yangu ya kuwa missionary, kwa hiyo walinialika nijiunge nao. Hata hivyo sikuwa na pesa za kuweza kusafiri. Ingawa nilikuwa nikifanya kazi, sehemu ya mshahara wangu ilikuwa inaenda kwa baba yangu. Sikujua nitajikimu vipi, lakini swala hilo nilikuwa nikiliombea kwa muda mrefu sana. Hatimaye mimi na marafiki zangu tulifanya kazi kwa pamoja na tukachanga fedha zetu ili kuweza kufanikisha safari hiyo. Kwa hiyo mwaka 2019 ulikuwa ni mwaka wangu wa kwanza kuweza kufika hapa Kenya. Nilikaa hapa kwa wiki 2, lakini niliporudi nyumbani nililia sana. Nilipenda sana nchi hii, hasa kwa sababu ya watu wake kwa wakarimu. Kiukweli wa Kenya mnawapokea watu kwa moyo mkunjufu sana. Sio wazungu tu, bali mtu yoyote anayefika hapa anapokewa kipekee sana. Hilo lilinigusa sana. Nadhani hilo ni jambo ambalo limenifanya nitamani sana kuishi hapa. Kiukweli kilichonivuta zaidi ni ukarimu wenu, lakini pia misheni yenyewe ilikuwa na maana kubwa kwangu. Mimi ni mtu wa huduma, napenda sana kusaidia watu, hasa watoto.
Tulikuwa tunahudumia watoto kwa kuandaa matukio makubwa yaliyowaleta wanafunzi pamoja kutoka katika shule mbalimbali. Tulicheza nao, tuliwapatia chakula na pia tulishiriki neno la Mungu pamoja nao. Jambo hilo lilinigusa sana. Baada ya wiki 2 nilirudi nyumbani Marekani, lakini nilienda nikiwa na huzuni kubwa sana kwa sababu nilitamani kurudi tena Kenya. Nilijua moyo wangu umepapenda Kenya na nilitarajia kurudi siku zijazo. And then I went back. But I went back crying because I wanted to come back. And I knew I would come back. I knew from then I will come back. So 2020 the same missionaries were... Mwaka 2020 misheni hiyo iliendelea, lakini watu walibadilika. Kulikuwa na watu wapya. Ingawa mwelekeo wa huduma ulikuwa ule ule, niliendelea kuomba nafasi ili niweze kurudi tena Kenya. Hatimaye Mungu alifanikisha ndoto yangu na niliweza kurejea tena Kenya. I think we were actually told as a group. Tukiwa kama kikundi, tulihimizwa kujikusanyia fedha kwa ajili ya safari. Na hiyo haikuwa kwa ajili yetu binafsi tu, bali pia ni kwa ajili ya mission. Kila mmoja wetu alihitajika kuchangia kiasi fulani cha fedha ili kuweza kufanikisha safari yetu ya kihuduma. Kwa upande wangu binafsi, tulikusanya pesa kwa kutembelea nyumba mbalimbali tukiomba msaada. Hii ni desturi ya jamii yetu huko Ohio. Kwa mfano, tukihitaji kusaidia wagonjwa au mradi fulani, tulikuwa tukienda mtaa kwa mtaa kukusanya michango. Pia tulikuwa tukiuzwa vitafunwa ambavyo ni jamii ya mikate mitamu, yani vipo kama kaimati hivi, ili kuweza kupata fedha za safari. Tulipofika Kenya, tulihudumia watoto kwa kuwaandalia chakula, kucheza nao na kushiriki nao neno la Mungu. Katika mojawapo ya siku hizo, nilimkuta Elvis jikoni, kwani alikuwa mpishi wa shirika hilo. Tulianza kuzungumza na kushirikiana jikoni, lakini wakati huo ilikuwa ni kawaida tu. Hatukuwa na mawazo yoyote ya kimapenzi. Tulikuwa marafiki wa kawaida, tukisaidiana katika shughuli mbalimbali za kupika. The thing that attracted me most to her. Kilichonivutia sana kwake ni vile jinsi alivyokuwa anakuja jikoni kunisaidia. Alikuja kwa unyenyekevu, akinikatia karoti, cabbage na vitu vingine. Moyoni mwangu nikawa naongea mwenyewe. Nikasema, huyu dada anaweza kuwa mke mzuri sana kwangu. Yeah, she was coming innocently, helping me cutting the carrot, cabbage, all those things, until I saw I had an interest in her. Yeah. So in the kitchen, we were friends, meeting out from the organization compound. Baada ya muda kwenda, tulizidi kuwa marafiki. Tulikuwa tukikutana ndani ya shirika na hata nje ya mazingira ya kazi. Kisha siku moja, tulikuwa tukienda kwenye mission. Na nakumbuka siku hiyo, Kenya ndio ilitangaza kwamba kuna COVID-19. Nakumbuka vizuri sana siku hiyo, kwa sababu ndio siku ambayo nilimwambia Marin kama atakubali ninaweza nikamuoa. Tulikuwa tumeketi kwenye basi, huku tukiwa tunaelekea kwenye huduma. Na nilipata ujasiri wa kumwambia kama kweli ninampenda na ninahitaji kumuoa. We were going with a bus, sitting on the same seat. Yeah, that is the day I asked her about marrying her. Oh, Yeah. no. When we were going for a mission. No way. Yeah. COVID hit. I got an email that my flight was cancelled. And I was not scared. Baada ya COVID-19 kutangazwa, nilipokea barua pepe ikisema kuwa ndege yangu ya kurudi nyumbani imefutwa, lakini sikuogopa hata kidogo. Nilikuwa nikisema kwamba kama ni mpango wa Mungu kunifanya nibaki hapa Kenya kwa muda mrefu, basi itakuwa hivyo. Kama ningerejea nyumbani mapema, huenda labda nisingemjua Elvis vizuri kama nilivyomjua. Kwa hiyo niliona jambo hilo kama fursa ya kutafakari na kuamua kama kweli Elvis ndiye mtu sahihi kwangu au la. Nilihisi furaha kuwa Kenya kwa sababu nilikuwa na sehemu ya kukaa, nilikuwa na marafiki walionipenda na pia walikuwa ni muhimu zaidi kwangu kama Elvis alivyokuwa mtu muhimu zaidi kwangu. Nilikaa Kenya kwa miezi mingine 3 mpaka ulipofika mwezi Juni. Katika kipindi hicho, uhusiano wetu ulizidi kuimarika. Tuliketi chini na kuangalia changamoto zote zinazoweza kutukumba kutoka pande zote mbili. My side and his side. And all of those things. Ili kuhakikisha kuwa uhusiano wetu ni wa mapenzi ya Mungu, tuliamua kuchukua wiki moja ya maombi bila kuwasiliana. Tulitaka kujua kama hili ndio lilikuwa kusudi la Mungu katika maisha yetu. We took 1 week. I prayed, he prayed, we had no contact.
Baada ya wiki hiyo, tulirudi kuwa pamoja. Tukashirikiana kuhusu vile Mungu alikuwa akituongoza na tukahisi kwamba kweli Mungu alikuwa kati yetu. Hivyo hatukuwa na shaka hata kidogo. We shared what we were feeling, how God was leading us, and we felt like God was just leading us together. And we had no issues of not pursuing our relationship, and we felt like God was in the middle of it. So that's how we continued. Now coming June, I went home. Mwezi June nilipata nafasi ya kurejea nyumbani. Kiukweli nilikuwa nimepamisi sana nyumbani na nilihisi huzuni sana kumwacha Elvis Kenya peke yake, kwa sababu nilimpenda sana na moyo wangu ulikuwa na maumivu kwa sababu nilikuwa naona kabisa kuwa nitakuwa mbali naye. Hii ilikuwa hatua ngumu zaidi, kwani mmoja wetu alikuwa anaondoka na ilikuwa lazima tuwaambie familia zetu kuhusu uhusiano wetu. And my heart was hurting because I loved him so much. Kiukweli haikuwa rahisi hata kidogo. Kwa upande mmoja, familia moja ilichukua habari hii kwa furaha, lakini kwa upande mwingine kulikuwa na changamoto, hasa kutoka kwa baadhi ya wanafamilia na maoni kutoka kwa watu mbalimbali. Hata hivyo, tuliamini kuwa ikiwa hatima yetu ilikuwa kuwa pamoja, basi hakuna kitu kingeweza kututenganisha. First of all, when I told my mom I have a girl that I want to marry. Nilipomwambia mama yangu kuwa nina msichana ambaye nampenda sana na ninataka kumuoa, alionyesha hamu kubwa ya kuweza kumfahamu. Tulipoenda kumuona pamoja na baba yangu, walifurahi. Tena walifurahi sana na wakatupokea kwa mikono miwili. Tulikaa nao siku 3 na katika siku ya 3 walituombea na kutubariki kwa safari yetu ya ndoa. My family at home knew about my relationship before I came home. Kwa upande wangu, familia yangu ilijua kuhusu uhusiano wetu hata kabla sijarejea nyumbani. Nilikuwa nimewaambia kuwa kuna mtu Kenya ambaye nimetokea kumpenda na tumejenga urafiki wa karibu kwa muda mrefu na tunatarajia mambo mengi zaidi yaweze kutokea hapo mbeleni. Baada ya kurejea nyumbani Marekani, tulidumisha uhusiano wetu angali tulikuwa tuko mbali. Na tuliweza kukaa mbalimbali karibu mwaka mmoja hivi kabla sijarudi Kenya. Hatua hii haikuwa rahisi hata kidogo, hasa baada ya watu wengi kufahamu kuwa nilikuwa na mpenzi Mwafrika. Nilipata changamoto kubwa kutoka kwa baadhi ya watu waliokuwa hawaungi mkono uhusiano wetu, lakini nilijua kwamba Mungu alikuwa upande wetu. I knew God was on my side. Niliamini kwamba kama hili sio jambo ambalo Mungu amepanga, basi angeweka kikwazo ili nisiweze kurudi Kenya au ili nisimuone Elvis tena. Lakini kila mara nilipokuwa nikipanga kurudi, njia zilikuwa zinafunguka. Hilo lilinipa uthibitisho kuwa tulikuwa tunafuata njia sahihi. Kiukweli sikuwa na pesa kabisa. Kwa hivyo nikawa nikimuomba Mungu nikimwambia kwamba kama huu sio mpango wako, basi jambo hili lisitimie. Na mimi nilifanya hivyo nikijua kwamba kama Mungu hatotaka mimi niwe na mahusiano haya, basi njia ni lazima zingefungwa. Lakini kwa mara nyingine tena, Mungu alinionyesha njia. Na kiukweli Mungu alikuwa ni mwaminifu sana kwangu na alinitunza wakati wote wa uhusiano wetu. Wakati tuko mbalimbali, tulikuwa tumekubaliana jambo moja muhimu: kutokukosekana kwa mawasiliano. Tuliamini kuwa mawasiliano ni msingi wa uhusiano imara. Hivyo tulihakikisha kuwa kila siku tunaongea video call angalau hata mara moja. Because communication is key in relationship. So we would always make sure that we do a video call once a day. I did it so openly, although some did not agree with what I was going through. Sikuwahi kuficha uhusiano wangu. Japokuwa kulikuwa na watu ambao hawakukubaliana na kile ambacho nilikuwa nikikifanya, nilifanya bila kusikiliza mtu. Nilikuwa nikimpigia Elvis simu hadharani bila kujali nani yuko karibu, nani anaona, nani haoni. And that's something I never wanted someone to feel like I'm hiding something. Yeah. A few of them planned to come. We had our wedding planned for December
of 2021. Mipango ya harusi yetu ilipangwa kufanyika Disemba 2021, na hapo ndipo nilipoamua kurudi nyumbani. Nikafanya kazi kidogo huku na kule, kisha mnamo Oktoba 2021 niliamua kurudi Kenya kwa ajili ya ndoa. Now to stay. I sold my Jeep that I was driving. That's fantastic. Yeah. Ili kufanikisha safari yangu, niliuza gari langu aina ya Jeep pamoja na vitu vingine vichache, lakini pia niliuza baadhi ya vitu vingine. Ila hiyo Jeep ndio ilikuwa kitu changu kikubwa. Nilikuja Kenya mnamo Oktoba kwa ajili ya harusi yetu ambayo ilikuwa ikifanyika mwezi wa 12. Wakati wa kupanga ndoa, tulikumbana na changamoto nyingi sana, hasa katika kupata vyeti vya ndoa na nyaraka nyingine za kisheria kutoka kwa ofisi za serikali za Kenya. Tulipitia wakati mgumu sana. Harusi yetu ilipangwa kufanyika Disemba 18, lakini kutokana na vikwazo hivyo hatukuweza kuoana hadi ilipofika tarehe 23 mwezi huo wa 12. We were having issues to get them on time now. Baada ya kukabiliana na changamoto nyingi, hatimaye walifikia lengo lao. Elvis alikutana na shemeji yake, wakwe zake na familia kwa ujumla. Safari yao ilihitimishwa na sherehe ya harusi iliyowaunganisha kama mume na mke. Leo wao ni familia yenye furaha. Nilifurahi kuwatembelea. Kwa jinsi walivyonikaribisha, niliona upendo kati yao, na wanaishi maisha mazuri mno. Wanayo mahitaji yote ya nyumbani na wanajishughulisha na shughuli ambazo zinawanufaisha wao binafsi na jamii, na mchango wao mkubwa katika jamii ni kuifanya jamii kuwa na furaha. We had our wedding planned for December the 15th. 18. Harusi yetu ilipangwa kufanyika Disemba 18, lakini kutokana na vikwazo hivyo hatukuweza kuoana hadi ilipofika tarehe 23 mwezi huo wa 12. But we thank God because we feel like, lakini tunamshukuru Mungu kwa sababu tunaamini kwamba kupitia changamoto hizi alitufundisha uvumilivu huku tukisubiri wakati wake. Kwa wale wote walio kwenye mahusiano au wanaopitia changamoto, ningependa kuwaambia wasikate tamaa. Mungu ana wakati wake katika kila jambo. Leo hii tumekuwa katika ndoa kwa miaka 2 na miezi 2 sasa, na tuna furaha sana. we have now been married for 2 years and 2 months. And that's why we are. In my life, I can, for me, I you know, my life is, I have so many dimensions. Yeah, it is one, my vision for my family is to raise my children. Maono yangu kwa familia yangu ni kulea watoto wangu kwa njia ya kumcha Mungu. Niwe na watoto wa kiume zaidi kuliko wale wa kike, na pia kuhakikisha kuwa maisha niliyopitia nikiwa mdogo watoto wangu wasiyapitie. Sitaki watoto wangu wapitie maisha niliyopitia nikiwa mdogo. The life that I went through in a younger age, my children not to go the same. You said 4 boys. That's about, yeah. Kwa upande wangu, maono makubwa kwa familia yangu, natamani kulea watoto wangu katika misingi ya kimungu. Nina ndoto ya kupata wavulana 4 na kuwalea kwa njia nzuri. Tofauti na changamoto nilizopitia nikiwa mdogo, napenda kuwalea watoto wangu katika mazingira mazuri. I'll appreciate a lot, but my desire. What will you do with your girl now? Lakini vipi ikiwa utapata binti? I'll appreciate a lot and I'll raise them, yeah, in the same way. Nitampenda na kumlea vile vile. Ingawa napenda sana kupata mtoto wa kiume, kama Mungu atanipa binti, nitafurahi pia. Hiyo ni sehemu ya maono yetu kupitia shirika letu ambalo linaitwa Empower Kijana Program. Katika shirika hili tunalenga sana kusaidia jamii, sio tu kwa ajili ya watoto, bali pia kwa ajili ya vijana na familia zilizokuwa na uhitaji. Tunataka kuona jamii inayobadilika kwa njia nzuri, na tuna matumaini kutoa nafasi za kazi na fursa za biashara kwa vijana mbalimbali. Kutokana na historia yangu ya maisha, nimeamua kufanya miradi kama vile ufugaji wa kuku na pia kufungua akaunti ya YouTube, kwa sababu tunataka sehemu ya mapato yetu iwe inarudi kusaidia jamii. Yeah. It is a changed community in terms of maybe jobs opportunity around, or maybe opportunities for businesses. Yeah. That is a vision that for me I have for my family. Yeah. We want to see a life changed in the community. Yeah, that one, the thing that is pushing me in that direction, it is my life. That's why I'm doing Cuckoos and Chicken and also YouTube.
we sat down with my wife and we said, not if, I don't want to use the word if, when our YouTube grows, when our business grows, there is a certain percentage that will go to the community to create to create job opportunities. Yeah. So about the vision for our family. Kuhusu maono ya familia yetu, kiukweli ninasimama pamoja na mume wangu. Nataka kumuunga mkono kwa sababu najua ana matamanio makubwa katika maisha yake. Na matamanio yake pia ni matamanio yangu. Amesema anataka watoto wa kiume 4. Ni sawa, lakini namuomba Mungu anipatie mtoto mmoja wa kike. Lakini mtoto yoyote ambaye Mungu atatupa, basi tutampokea kwa furaha. But there's that one little thing in me that at least I want one girl. But whatever God brings for us, we will be happy and we will teach them. Yes. Our organization is Empower Kijana program, whereby me and my wife, we are leaders, and we have other leaders. We have our chairman, we have other directors. Shirika letu ambalo linaitwa Empower Kijana program linahusika na kusaidia jamii kwa njia 3. Kuhakikisha watoto wanapata chakula, kutoa elimu kwa watoto wasio na fursa, kuwawezesha vijana kwa fursa za ajira na biashara. Shirika hili limekuwepo kwa miaka 3 sasa, hata kabla hatujaoana. In the community. And Empower Kijana has been there for the last 3 years. The last 3 years we've been in existence. It started before even we get married. Yeah. Tulianza kwa kuwasaidia watoto kwa kuwapatia chakula, na baadaye tukaendelea kusaidia wale waliomaliza shule kutafuta fursa za ajira. Na kuhusu watoto tulikuwa na kituo kabisa. Tunaamini kuwa kupitia YouTube na biashara zetu tutaweza kusaidia zaidi na kuleta mabadiliko makubwa katika jamii yetu. Ninaunga mkono kabisa kazi tunayoifanya na siwezi kusubiri kuona jinsi Mungu atakavyotufikisha mbali zaidi. And we thought of children's homes. Yeah, and then we saw like we can go to children's homes, go there, feed them, select or look around the children that are not in school, see if we can get funds, take them to school. Those that have finished school in the children's home, we can look for opportunities to empower them with the opportunities. Yeah. That's why we started with children's homes. And if you go on our channel, you can see more videos for children's homes. Yeah. So I can say that I support the program that we have 100%. Kwa upande wangu ninamuunga mkono mume wangu kwa 100%. Ninajua ana maono makubwa sana na ninataka kuwa sehemu ya ndoto hizo. Kazi yao ni ya kipekee na imegusa maisha ya watu wengi. Shirika lao limesaidia familia nyingi kupata chakula na elimu kwa watoto wao. Wamekuwa haraka tena kwa mafanikio makubwa. Kama ungependa kuunga mkono huduma yao, unaweza kuwafuata kwenye mitandao ya kijamii au kupitia kwenye kurasa zao rasmi za shirika lao ambalo linaitwa Empower Kijana program. As director of Empower Kijana program, I want to talk to people that are watching this channel, Afrimax. Kama mkurugenzi wa Empower Kijana program, nataka kuzungumza na watazamaji wa Afrimax. Niko hapa kuwaalika mchukue hatua kuweza kutoa mchango wenu. Hata ikiwa ni senti 1, inaweza kusaidia watoto wanaoishi katika kituo chetu na wao kufarijika. Children's homes, to feed them. We can reach to educate them. We can reach to empower them. Our vision is just to eradicate. Tunalenga kuwapatia watoto chakula, kuwapatia elimu na kuwapa nguvu vijana kuweza kutumia fursa za kazi. Poverty and Dira yetu ni kuondoa umaskini kwenye jamii na kuhakikisha kila mtoto yupo shuleni. Or a job to do. Fathers are having something to do. Akina mama wana ajira, akina baba wana shughuli za kufanya ili kuweza kutunza familia zao. Tunataka kuona mabadiliko halisi na kuhakikisha kuwa kila mchango unaotolewa unatumika ipasavyo. And I want to promise you that your money, when you donate, we will make sure it has gone to the right way, or it has been used to the right way. We as Empower Kijana. Kwa maelezo zaidi, unaweza kutembelea tovuti yetu
you can go to www.empowerkijana.com. That is .org. That is our website on Empower Kijana program. Go there and you will find more information. Also, you can find us in Empower TV. We have also our channel. Pia tunayo Empower TV ambapo unaweza kuona kazi yetu kupitia video zetu. Go get us from Empower TV. You will see us, you will see our work, you will see what we've done so far in Kenya. We have gone to so many children's home. Almost, now we can say almost 50 children's home. Kwa miaka mitatu iliyopita, tumefikia karibu makao ya watoto 50, tukisaidia wale wenye uhitaji mkubwa na shida ndogo ndogo. Tunatafuta washirika kutoka kote duniani ili kuweza kusaidia kazi hii. Around the world, yeah. So, guys, the way that you can reach me and my husband is through our YouTube channel. We are called Elvis and Madeline Aluzimbi. We also have Instagram. You can connect with me on Instagram at Mrs_Elvis. And I also have TikTok, which is also under Mrs_Elvis. So there's many handles you can reach us. So be sure. Tufuatilie, tuungane na tushirikiane kusaidia jamii yetu. TikTok, let's connect and let's support each other. Kabla hatujaendelea, walikuwa na maneno ya kusema. Right now, I want to tell mom and dad from US that nataka kumwambia mama na baba wa Marekani kuwa Elvis anawapenda sana. Haijalishi ni mambo mangapi nimepitia kwenye maisha yangu, nachoweza kusema kwamba nawapenda sana na nitafurahi sana kama endapo nitakutana nao tena kwa mara nyingine ili tuweze kudumisha undugu wetu, karibu wetu, na hata moyo wangu utakuwa na amani endapo nitakapowaona tena. Mimi bado ni mtoto wao. Natamani tukutane tena, tuzungumze na tujenge uhusiano wetu upya. Mko moyoni mwangu kila wakati. I want to right now to tell my wife that I love her so much. I love you, sweetheart, so much. Pia ningependa kumwambia mke wangu, umekuwa msaada mkubwa kwangu kwa miaka hii yote miwili. Sio jambo dogo, na kushukuru kwa kila kitu, na nitakuwa hapa kila wakati kukutunza, kukupenda na kukulinda. Definitely give you, and I will always be there for you, care for you, and protect you as my wife. So to my husband, to my love, I love you so, so much. And I want you to know that whatever your heart desires, my heart desires, if it's according to God's plan. Nakupenda sana mume wangu, na ninataka ujue kwamba ndoto zako ni ndoto zangu pia, ili mradi tu ziwe katika mpango wa Mungu. Niko hapa kukutia moyo na kuhakikisha unafanikiwa. Nataka kuona mafanikio yako. Nataka kuona unakuwa bilionea. Kama wewe usipofanikiwa, basi nitahisi maumivu makubwa mno. Nitakuwa nawe kila wakati, nikikuunga mkono katika safari yako ya maisha. I want to see you prospering, because if you are not prospering, I'm hurting as well. So I want to see you out there pursuing whatever your heart desires, and to see you happy, and to see you that you are good and you are well. I love you so much, and know that I'm always here for you. Hii ndiyo nguvu ya upendo. Hadithi yao inaonyesha kuwa upendo ni silaha yenye nguvu inayoweza kushinda changamoto na kutimiza yasiyowezekana. Kitu kizuri zaidi ni kwamba sote tunayo silaha hii, tuitumie kwa njia sahihi. Mpenzi mtazamaji wa Afrimax Swahili, kutokana na kisa hiki, wewe ulikuwa una lipi la kusema? Asante kwa kutazama. Mimi ni Francis na hii ni Afrimax Swahili. Usisahau kusubscribe ili uwe wa kwanza kupata video zetu.